kama huwa unajinyima chakula ili upungue uzito au uondoe kitambi, kuna kitu ambacho mwili wako unakifanya kimya kimya ambacho kinakufanya zile hamu za kula zinaongezeka na inafanya unanenepa zaidi na zaidi. Yani unakuwa na kipindi fulani cha kukonda, maana hiyo hatuiti kupungua. Ndio ile ambayo unakuta mtu anafanya diet, anafanya program, alafu unakuta ngozi imekunjamana hivi, shikamoo zinaongezeka, unaonekana kama vile unaumwa, badala ya kupendeza, kuglow na kuonekana unavutia zaidi. Kuna vitu ambavyo nitakueleza, vitu vitano ambavyo vinafanyika ndani ya mwili wako. Alafu nitakueleza pia jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya katika namna ambayo ni bora zaidi. Hamu ya kula ni kitendo cha asili, ni nguvu ya asili ya mwili kujimaintain. Yani unapokuwa unasikia hamu ya kula, mwili unakuwa umehisi kwamba kuna upungufu wa virutubisho, unahitaji nishati, unahitaji blocks kwa ajili ya kujenga mwili. Kwa hiyo unatengeneza hamu ya kula ili kutengenezea mazingira uweze kula chakula kwa ajili ya kuleta hivyo virutubisho. Kwa hiyo ni hali ya asili ambayo hautaki kupambana nayo. Lakini pia hamu ya kula ni mwitikio wa hormones zako. Ukitaka kupambana nayo ile kimwili ukitaka kuipeka vita kimwili, ukapambana na kupunguza portion kwenye sahani ya chakula, unajinyima, unakunywa tu juice, unakula labda kauboba kadogo, unakula kaugali ngumi, unaogopa kula vyakula vingine. Na kitu kimoja hapo ambacho kinatokea ni kwamba hamu ya kula huwa inaongezeka kwa sababu ni kitu cha asili. Kwa hiyo kadri unazidi kupunguza chakula, maana yake mwili unazidi kupungua pia kile kiwango cha virutubisho ambavyo unavihitaji. Kwa hesabu zilizopo ni kwamba kila nusu kilo ambayo utaipunguza inaongeza hamu ya kula kiasi cha calories 45. Ni kama kidogo, lakini ukizijumlisha kwa siku nzima unakuta ile hitaji la kula linakuwa limekuwa kubwa zaidi, mpaka pale ambapo mwili utafidishia kila ambacho hujakila au kila ambacho unakihitaji. Kwa hiyo kuishinda hii vita ni pale ambapo utakuwa bado una uwezo wa kupambana na hiyo appetite. Kitu ambacho mara nyingi kwa wengi huwezi kwenda mbali sana. Utaenda kwa muda fulani, alafu baadaye utakapoanza kurejesha kwenye kula chakula chako, unaongezeka hata mara 2 kuliko vile ulivyokuwa. Sababu ya pili ni kwamba mwili unaongeza uwezo wa kuvuna virutubisho au wa kuvuna calories kutoka kwenye kile chakula ulichokula. Ndio maana utaona wengi sana ambao wanakuwa wanafanya hii, utasikia wanakuambia mimi huwa nakula chakula kimoja tu kwa siku, labda nakula mchana tu au nakula jioni tu. Sasa hiko chakula kimoja ambacho umekula, mwili unakisubiri kwa hamu sana. Yani ule uwezo wa utumbo kufyonza virutubisho unaboreshwa. Yani ni kama vile ulikuwa unakisubiri kwa hamu sana chakula hicho kimoja ambacho unakula au kiportion kadogo ambako ulikuwa unakula. Sababu ya tatu, mwili unaongeza resting metabolic rate. Resting metabolic rate ni kile kiwango ambacho cha nishati ambacho mwili unakitumia kwa shughuli zingine za uendeshaji wa mwili wa kawaida. Kwa mfano, kama ili ubongo ufanye kazi unahitaji nguvu, unahitaji nishati. Ili uweze kupumua, kuzalisha seli zingine, mfumo wa kinga ya mwili, mfumo wa fahamu, yani mifumo yote ile ambayo inafanya maisha yako yaende, yanahitaji energy au zinahitaji energy, na energy yake ni kubwa sana kuliko hata ambazo unazifanya kwenye mazoezi. Katika 60% mpaka 70% ya energy yote uliyoipata siku nzima inatumika kuendesha hizi shughuli za mwili. Kwa hiyo ukijinyima chakula, mwili unapunguza hizi resting metabolic rate, yani hizi shughuli za mwili unajaribu kupunguzia nishati ambayo inatumika. Ni kama vile inaanza kubana budget. Kwa hiyo tafsiri yake hata kasi ya kuchoma yale mafuta inakuwa pia imepungua. Sababu ya 4 ni kwamba utajisikia mchovu, utajisikia tu yani haupendi kuwa active au hutaki kufanya mazoezi, yani kwa sababu utakuwa umechoka, yani huna virutubisho vya kutosha, na bado una njaa. Automatically huwezi kufanya mazoezi au huwezi kuwa physically active. Kwa maana kati sehemu ndogo ya 10 mpaka 20 ambayo ungeweza kuivuna kutoka kwenye mazoezi, na yenyewe pia unaikosa na wala hautapungua vizuri. Na sababu ya 5 ni kwamba mwili utaendelea kupandisha insulin, kwa sababu hata kama ni chakula kadogo, hata kama unakula punji za karanga, unakula portion kaduchu kabisa kwenye sahani, kwa kila ambacho unakula, kila kitu ambacho unakula, hata kama unakula kidogo kidogo, insulin inakuwa inapanda. Kwa hiyo insulin kupanda kwenye damu kwa muda mara kwa mara inasababisha mafuta yanatuzwa zaidi kuliko kuchomwa. Hizi ni vitu vya ambavyo vidogo vidogo vinafanyika ndani ya mwili kimya kimya. Unaona, utakapoanza kupunguza portion, na mwili wenyewe pia unaanza kurespond, kujilinda, ili usije ukaingia kwenye matatizo makubwa zaidi. Matokeo yake ni kwamba njaa zitaongezeka na utazidi kunenepa. Yani itakuwa ni changamoto sana. Of course unaweza ukakonda kama nilivyosema, kwamba kwa maana kwamba unapoteza maji, unapokuwa hauna virutubisho, kwa unaonekana umekonda, lakini yale mafuta ambayo tunataka tuyachome yanabaki. Siku utakapoanza kula tena kawaida, utaongezeka zaidi. Au hata kama unataka kufanya program ya kupungua, ukiwa na utaratibu huu wa kujinyima chakula, inakuwa sio vizuri. Na hata kama ukijaribu kupambana sana, ukaweza kuwa mtu ambaye una nidhamu kubwa, ukapambana ukaendelea kujinyima hata kwa miezi kadhaa, matokeo yake ni kwamba unaweza ukaanza kupoteza misuli. Utapungua kweli uzito, lakini misuli itakuwa inapotea. Kupunguza misuli
ni jambo ambalo linakuingiza kwenye magonjwa tena mengine. Kwa hiyo mafuta yanapungua kama 30% hivi, lakini 70% unaanza kupunguza misuli, kitu ambacho hatukihitaji. Na hata kama ukijaribu kula protini nyingi utasema misuli ni protini, nitakula protini nyingi sana. Tafiti zinaonyesha kwamba haisaidii. Labda ukifanya mazoezi, ukiwa ni mtu wa kufanya mazoezi, yani ukaweza kuresist ile hali, sikia haitaki kufanya mazoezi, ukalazimishwa ukafanya mazoezi at least ile ya kuimarisha misuli, hiyo inaweza kukusaidia kupunguza upotevu wa misuli kwa 90%. Haimaanishi kwamba inaondoa kabisa, lakini angalau unaweza kupunguza kwa sehemu kubwa. Lakini vile vile ukiendelea sana utaanza sasa kupata upungufu wa virutubisho. Ukila kidogo kidogo sana, huwezi kupata virutubisho vyote vinavyotakiwa. Na ukienda mbali zaidi, unaanza kuingia kwenye shida za mifupa. Sawa, unapungua lakini unapoteza mifupa inakuwa brittle, unaweza kuvunjika kirahisi. Sio kitu ambacho tunakitafuta. Sasa hii ndio namna bora zaidi ya kufanya. Badala ya kupunguza chakula, punguza eating window. Masaa ambayo unayatumia kwenye kula ndio ambayo unatakiwa kuyapunguza, sio kupunguza chakula kwenye sahani. Ukikaa kula ushibe. Kuna muda ambao huwa tunakula, kuna muda ambao huwa hatuli. Ule muda ambao hatuli mara nyingi ni vizuri ukawa masaa ya usiku. Kwa hiyo maana yake vyakula vyako viishie saa 12 jioni mpaka kesho. Maana yake hapo unaweza kuwa umekaa bila kula labda masaa kuanzia 12, 14 hadi 16, wengine hadi 18. Fanya hivyo unaweza ukapata benefits nyingi sana ambazo unazitafuta bila kushindana na appetite. Na of course appetite itaanza kupungua yenyewe kwa asili. Na kama katika hii eating window pia utajitahidi kula vizuri. Utajitahidi kula vyakula ambavyo ni vimetokana kwa sababu na mimea, vina virutubisho vya kutosha, vina nyuzi lishe nyingi, vinakusaidia kukaa tumboni muda mrefu na kuwa husikii njaa, na wakati huo pia unachoma mafuta zaidi kuliko vile ambavyo ungejipunguzia chakula. Kwa hiyo ni hivyo tu, yani simple. Unahitaji kufanya mambo magumu sana mpaka unakuwa kwenye stress. Kupunguza uzito ni kitu cha lifestyle, yani cha kubadilisha mtindo wako wa maisha, sio kitu cha kufanya vitu fulani hivi special vigumu vya hapa na hapa. Hapana. Rekebisha lifestyle, unapungua vizuri sana ukiwa umelala na matukio yanakuwa ni ya kudumu. Lakini najua kuna mtu ambaye una kilo nyingi, una kilo 120, kilo 100, kilo 90. Unatamani kupata kabooster, yani kupata matukio ya haraka zaidi au kuongeza ufanisi kwenye utaratibu wako wa lishe. Kwa sababu lazima ufanye mpango wa kubadilisha lifestyle yako. Kama unaongeza kitu kingine chochote, lazima kwenye mpango wa lishe uwe very serious. Kwa hiyo unaweza ukapata product yangu hii inaitwa Easy Chopper, nadhani wengi mnaifahamu, ambayo hii unatumia kama chai. Hii ipo katika unga huu, unatumia kama chai ambayo inakusaidia kuongeza kasi ya mwili kuchoma mafuta. Kwa hiyo unatumia tu asubuhi na jioni, inapunguza kwanza appetite. Kwa zile appetite ambazo unazilazimisha, unapambana nazo, hii inakusaidia kuzipunguza automatic. Kwa hiyo ukisha kunywa hii unajisikia namna fulani hivi, zile hamu za kula zimeisha. Kwa hiyo unaweza kula mara moja au mara mbili kwa siku bila kujilazimisha. Na hasa katika ile muda ambao unakula kabisa mpaka unashiba kwa utaratibu mzuri ambao tumeshajifunza tayari nadhani kwenye video zilizopita. Hii kwa pamoja unatumia mwezi mzima ili, na inaweza kusaidia sana kuweza kurahisisha safari yako na ukapata matukio mapema zaidi. Na sio chungu wala sio kuharisha, kazi yake ni hivyo, kupunguza hizo appetite, kwa sababu ina activate ile mafuta yakichomwa yanatumika kama chakula, ndio maana ile hamu za kula zinapungua. Ukihitaji unaweza ukanicheck, namba yangu ya simu iko hapo. Mimi nipo Dar es Salaam, unaweza tukasiana ukaipata. Kama upo mikoani unaweza kukutumia pia, au hata nje ya nchi pia unaweza kukutumia. Sasa kabla haujaondoka, kuna makosa 5 ambayo watu wengi huwa wanayakosea, ambayo yanafanya unashindwa kabisa kupunguza uzito. Na kuna hii video hapa, naomba ubonyeze hapa uitazame. Tazama haya makosa 5 ambayo watu wengi sana wanayakosea. Nimeeleza kwa kina, yatakusaidia ili nawe usiyafanye ukashindwa kupungua.